to my YouTube channel. Jina langu ni Elizabeth Sichalo na video ya leo itahusu kuwa bora ama kuwa tofauti. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwa bora na kufanya vizuri. Kuwa bora ni zaidi ya kufanya vizuri. Kuwa bora ni kuwa mstadi, kuwa bora ni kuwa mbunifu, kuwa bora ni kuwa wewe halisi. So I'll give you vitu gani ambavyo vinaweza kukufanya wewe uwe bora ama uwe tofauti katika maisha yako. And nitakapokuwa natoa point moja, nitakapo pia naweka quote ambayo ipo kwa lugha ya Kiingereza lakini nitatafsiri kwa Kiswahili. So welcome to listen, but don't forget to subscribe and to comment as well as to share with others. Well, kitu cha kwanza kutaka kuwa bora ama kuwa watofauti kwenye maisha ni mpe Mungu nafasi ya kwanza. Mpe Mungu nafasi ya kwanza. Kuna quote ambayo inasema kwamba you can't be the best if you don't give God the best. Huwezi kuwa bora kama haumpi Mungu vilivyo bora. Ukiwa unamthamini Mungu kwenye muda wako na kwenye kila kitu unachokifanya katika maisha yako, ukimpa nafasi ya kwanza Mungu kwa kumheshimu, Mungu atakupa wewe hekima ya namna kufanya vitu vyako na namna kusolve different challenges katika maisha. Lakini pia Mungu atakupa kwenye Biblia kuna sehemu inasema Mungu anajua mawazo anayotuwazia ili kutupa future nzuri. So Mungu atakupa ideas, Mungu atakupa mipango ambayo sio tu itakusaidia leo lakini itakopo ina manufaa makubwa sana na kule unakoelekea mbeleni ama tuseme kwenye future. Kwa mfano leo unaweza ukataka kuanzisha maybe a kind of business ambayo unataka kuanzisha, lakini business hiyo inaweza kuonekana leo inalipa lakini maybe tu miaka 2 miaka 3 hailipi kabisa. So God can give you wisdom. Mungu anaweza kukupa watu wakuja kukusaidia, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ataruhusu watu kutoka kila kona ya nchi ili kuja kukusaidia wewe na kukutoa sehemu ambako upo ama kukuletea vitu ambavyo ni vya thamani ili na wewe uwe bora. Lakini kitu kingine, unapokopa unampa Mungu nafasi ya kwanza, Mungu anakopa tunasema kwamba hazina yako ilipo, moyo wako ulipo ndipo hazina yako ilipo. Kwa vitu utakapokuwa unavifanya, sio tu kwamba unafanya, lakini Mungu anakupa, anaweka ulinzi wake, Mungu anakupa, anaachilia baraka zake, anaachilia nguvu zake, na pia anatoa kibali katika kila kitu utakachokuwa unakifanya. Lakini kitu kingine, unapompa Mungu nafasi ya kwanza, God anakuwa anatengeneza your character. Mungu anakuwa anatengeneza your behavior ama tuseme sifa yako, anakupa na kutengeneza in a way ambao utakuwa na good character ama sifa njema. Hata watu wakikusikia they want to hear from you more and more and more. Lakini the most important, Mungu ndiye aliyotuumba, so he knows the best for us and he knows what is the best for us. Kwa hiyo unapompa Mungu nafasi ya kwanza, anakusaidia kustick into your purpose, kujua kusudi ambalo Mungu amekumbia, kwa sababu Bible says kuna njia ambayo inaonekana kuwa ni njema machoni pa mtu lakini mbele mwisho wake ni mbaya, ama Mungu akiangalia hiyo njia haoni kama unafanya kitu, it's a right path. Kwa unapokopa unampa Mungu nafasi ya kwanza, unakuwa ni way ambao utakuwa unafanya kitu kwa kupendeza Mungu, lakini unakuwa na stick kwa kusudi ambalo alikuumba uishi kwa hilo. Kitu kingine ni jambo la pili ni kuwa wa pekee na kuwa halisi. Be unique and be original. Kuwa wa pekee na kuwa halisi. Kuwa wa pekee, naweza kusema kote ambayo naweza nikakupa ni kwamba our differences makes us unique and add flavor to the world. Tofauti zetu ndo zinazoleta ladha duniani. Kwa usitamani kufanya kitu kama mtu mwingine, lakini fanya katika namna yako wewe ya kipekee. Jikubali vile ambavyo ulivyo, the way unavyoongea, the way unavyotembea, the way unafanya kila kitu cha kwako. Kwa jikubali vile ambavyo uko and celebrate ama ufurahie ule upekee wako. Haijalishi kama unaona kwako ni mapungufu au sio kitu unachokipenda, lakini jikubali na jiweke kuwa tofauti katika kila kitu unachokifanya. Kama unataka kufanya maybe issue ya kuwa MC ama kuwa mshereheshaji, ndio kuwa MC ama kuwa any person, usitamani kuwa kama mtu fulani na ukafanya kila kitu kama alivyofanya mtu mwingine. Fanya katika your way. Lakini kingine, kuwa halisi. Nikisema kuwa halisi namaanisha pia kwamba stick to your origin purpose. Kumbuka lazima ujue kwamba maybe nimeumbwa kwa kusudi hili, lakini pia nataka kufanya kitu fulani kwa sababu hii. Kwa hiyo utakapokuwa unakifanya,
stick kwenye ile sababu ya unapofanya kitu chako. Usitamani kufanya kwa sababu mtu mwingine kafanya, ila fanya ukiwa na reason kwamba anafanya hichi kitu kwa sababu yangu mwenyewe, kwa sababu hii, kwa hiyo stick to that reason. The other thing ni kuwa mbunifu. Kuwa mbunifu. Kuna quote ambayo inasema, to live a creative life we must lose our fear of being wrong. Tukitaka kuwa wabunifu katika maisha, kuishi maisha bunifu, lazima tuondoe hofu ya kukosea. Kwa popote hapo utakapotaka kufanya maisha yako kuwa bora, usiogope kukosea. Kwenye kitabu cha The Monk Who Sold His Ferrari ambacho kimeandikwa na Robin Sharma, anasema kwamba kwenye maisha hakuna makosa, ila kuna mafunzo ambayo unayapata pale unapokuwa umekosea. Kwa hiyo usiogope kufanya makosa. Kuna watu wengi ambao wamefanya vitu vikubwa na walifanya a lot of mistakes. Kuna watu kama kina Thomas Edison ambao aliinvent bulb, ambao walipogundua bulb walifanya makosa mengi kama mara 1999. Bulb haikuwaka, lakini mara 1000 ikawaka. Sasa alipoulizwa kwani hakuumia ama hakujuta alipofanya makosa, Thomas Edison alisema kwamba hajuti kwamba alifanya makosa mara 1999, lakini aligundua namna 1999 ambazo hawezi kufanya bulb iwake. Kwa unapofanya makosa usishie kujilaumu, lakini jifunze kutokana na makosa and fanya kitu kizuri sasa baada ya kufanya makosa yako. Kwa ukitaka kuwa mbunifu, usiogope kufanya makosa. Kitu kingine, ili uwe bora lazima uwe na juhudi na uwe na msimamo. Naweza kusema msimamo, hard work and consistent. Hakuna mtu ambaye amekuwa bora katika maisha, akafanya vitu katika ubora, akafanya vitu vizuri, ambaye hana bidii, hayupo. Na wala mtu ambaye hana msimamo kwamba nataka kufanya hiki, lazima nikifanye mpaka nikikamilishe. Sio mtu wako leo kafanya hiki, kesho kafanya hiki, kesho kutoka kafanya hiki. Yaani inakuwa ni kama mtu ambaye pengine hajui nini anataka kukifanya kwenye maisha, ni kitu gani anataka kukifanya. So ajalishi challenges gani ambazo utakutana nazo, lazima uwe na msimamo. Lakini kitu unakijua uwe haukijui, lazima ukiweke bidii. Quote ambayo nitasema hapa ni hard work beat talent when talent don't work hard. Hard work beats talent when talents don't work hard. Juhudi hushinda kipaji kama kipaji hakitokuwa na juhudi. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu wa kuwa na juhudi. Take an example, maybe kuna mtu ambaye anaweza kuimba, kwa sababu talent ni ule uwezo ambao mtu kazaliwa nao kufanya kitu vizuri. Sasa kama mtu anaweza kuimba lakini hafanyi chochote ili kujiongeza zaidi na kuwa ili aweze kuimba vizuri, lakini kwa mtu mwingine pengine hana kipaji cha kuimba na hajui kuimba vizuri, ila akajifunza kwa bidii, lazima kwa mtu atakuwa anajua kuimba kuliko yule mtu mwenye kipaji lakini ambaye akifanyia kazi. So kila siku katika jambo lako fanya kuwa na bidii na juhudi. Jifunze, ukikosea inuka tena. Tafuta watu wakusaidie, tafuta vitabu, soma vikusaidie kwenye ile mambo unataka kuwa the best. Kitu kingine ni kujiamini kwa hali ya juu. Sijasema kupita kiasi, kujiamini kwa hali ya juu. Kuwa na self confidence ama self esteem. Quote nitakaisema inasema, fear and jealous are sometimes nothing except the feeling of personal insecurities. Watu ambao hawajiamini ni watu ambao ni waoga na wanawivu sana. Akimwona mtu mwingine kafanya kitu kizuri, kafanya kitu kimefurahisha watu, anahisi labda huyo mtu kafanya kitu ili amlingishie ama amkomeshe ama amkomoe, lakini unakuta tu ni mtu kafanya kitu kizuri. Kwa mfano labda naseme hivi, kuna walimu ambao maybe shule ama yasema walimu ambao hawajiamini. Hata mwanafunzi akicheka atahisi kwamba kachekwa, lakini sio kweli. Ukuta mtu tu ana sababu zake zingine lakini mtu hata akicheka anahisi kama kachekwa, analalamika na vitu kama hivyo. Lakini ukijiamini wewe utaweza kuwa bora. Utakuta una nguvu hata kufanya vitu ambavyo pengine ulikuwa unahisi hutaweza kuvifanya. Kwa hiyo kuwa na confidence hata kama unahisi hauwezi, lakini watu wenye confidence siku zote ni watu ambao wanaweza kufanya vitu vikubwa kuliko watu ambao hawana confidence. Lakini pia kuwa na confidence, yani inaweza kusema kwamba jikubali vile ambavyo uko. Haijalishi upo na rangi gani, haijalishi una mwili wa aina gani, haijalishi una urefu au ufupi, ni mrefu au ni mfupi.
una umbo la aina gani. Jiamini katika kitu chochote kile unachokifanya. Hata kama unahisi haujui, lakini kumbuka kwamba hakuna mtu alizaliwa anajua, wote tunajifunza. Kwa jiamini na jikubali. Kuna msemo mwingine ambao unasema kwamba being rejected and underrated is nothing except you do that to yourself. Kukataliwa na kudharauliwa sio tatizo, lakini litakuwa tatizo pale ambapo utajidharau mwenyewe. Kwa hiyo jikubali, jiamini, kuwa na mtazamo chanya kujihusu mwenyewe. That is so you'll be different, you'll be good. Watu ambao wamekuwa bora kwenye maisha, watu ambao wamefanikiwa katika maisha, ni watu ambao wanajiamini na wanajikubali vile walivyo. Sasa hapa angalizo, usijiamini kupita kiasi. Kuna mtu anakuwa overconfident. Don't be overconfident. You simple kuwa na kiasi. Usijiamini mpaka hata kwa unashindwa kuwasikiliza watu wengine na ukahisi kama you can do all things. I mean everything. Lakini unatakiwa uwe na kiasi katika kujiamini kwako. Jambo lingine ni kubali mabadiliko. Quote ambayo nitaisema ni answers to prayer never walk to the changing heart. Majibu ya maombi hayafanyi kazi kwa moyo ama akili ambayo haijabadilika. Take an example, unamuomba Mungu akufanyie jambo ambalo ni kubwa, lakini akili yako bado ni ndogo. Hata Mungu kama angekujibu, kwa sababu akili yako ni ndogo, huwezi ukayaendea yale mambo. Tuseme unamuomba Mungu, kwa mfano ni ulimwengu wa teknolojia. Unamuomba Mungu kitu fulani, na wewe sio mtu wa teknolojia, ama sio mtu ambaye unapenda sana kujiadjust kwenye issues za technology. And unamuomba Mungu jambo ambalo obviously litakuhitaji tu at least uwe na ujue teknolojia kwa kiasi fulani, ama ujue namna kutumia teknolojia ili ufike katika eneo ambalo unataka ufikie, ile ndoto ambayo umemuomba Mungu ataka kufikia. Lakini kama hautokubali mabadiliko yanayotokana na teknolojia, trust me, hata kama ulimuomba Mungu na hata kama Mungu aliahidi kukupa, hautokipata hicho kitu. Kwa hiyo kila siku kubali mabadiliko. Likitokea jambo kwenye issue ya biashara, labda tuseme wewe unauza maybe ice cream kwenye kipindi cha mfano ice cream. Tunajua kwamba kipindi cha kiangazi ni kipindi ambacho kuna jua kali sana. Kwa hiyo ni easy watu kutaka ice cream kwa ajili ya kuendesha koo zao. Lakini ikatokea kuna kipindi ambacho kuna baridi kali. Obviously huwezi ukauza ice cream. So kwa hiyo unaweza ukajiadjust, pengine ukauza masoda, lakini ukistick tu kwamba mimi tu ni wa kuuza ice cream, I'm telling you, hautakuwa bora and you won't be different. Ama utakuwa unafanya vizuri katika eneo lolote, hata katika biashara au katika chochote kile unachokifanya. So accept changes. Kwa kubali mabadiliko. Mabadiliko yanayoletwa na serikali, ya kubali and jiadjust wewe katika mabadiliko, and then do your work katika namna ambayo ni nzuri. The other thing is accept challenges. Kubali changamoto. Quote ambayo nitaisema au nukuu ambayo nitaisema nasema, problems expose ourselves to ourselves. Matatizo hutufunua, hutujulisha sisi wenyewe kwa sisi wenyewe. Yaani ukipitia, tuseme wakati mwingine matatizo yanakufanya wewe ujijue wewe ni nani. Ukikutana na tatizo ambalo linaweza likakupelekea usiwe mwaminifu, ama tatizo ambalo linakujaribu katika eneo la uaminifu, ndio utakapokuja kujua kumbe mimi ni mwaminifu au sio mwaminifu. Ukikutana na changamoto ya maisha ambayo inakufanya ukate tamaa, ndipo utakapojua kwamba nina nguvu. Unaweza kujua kuna nguvu ambayo iko ndani yako na unaweza kufanya the best. Kwa usiwe ni mtu akukimbia matatizo, lakini yatumie matatizo kama fursa. Yaone matatizo kama fursa. Kwa usiyakimbie matatizo, solve them. And kupitia matatizo lazima ufike hatua ya kuyaruhusu matatizo wakati mwingine ya kufanya wewe ujijue wapi uwezi, wapi unaweza, wapi you're the best, wapi you're not. That is my short video kuhusiana na to be the best. Katika hii listi sijasema everything, lakini it's one among the things above you can do to be excellent, kuwa bora ama kuwa tofauti. That is so. If you have liked my video, share, pia comment,
that is. So you're welcome. Until next time.